Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo tukajifunze somo pendwa kabisa, somo nyeti ambalo linasema imani yako umeiweka wapi? Kabla hatujaanza kujifunza tuombe. Mwenyezi Mungu, tufundishe neno lako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Imani yako umeiweka wapi? Ni kama mtu akuulize fedha yako umeiweka wapi? Kuna wengine wanaweka benki, wengine wanaweka kwenye M-Pesa, wengine kwenye Tigo Pesa. Na kama hivyo kwenye utunzaji wa fedha, kuna mahali ambapo ni salama kwa uwekaji wa pesa kama benki, M-Pesa na sehemu nyingine zozote. Na kuna sehemu ambapo sio salama kwa uwekaji wa pesa. Sasa kumbe katika imani ndivyo ilivyo. Kuna sehemu ambayo ni salama kabisa kuiweka imani yako, na kuna sehemu ambayo sio salama kuiweka imani yako. Jiulize katika maisha yako, imani yako umeiweka wapi? Siku ya leo tukajifunze somo hili ambalo litakwenda kufungua ufahamu wako wa kiroho. Yesu alipokuwa akipita Yeriko pamoja na wanafunzi wake, kulikuwa kuna mtu mmoja mwombaji kipofu. Alikuwa anaitwa Batimayo, mwana wa Timayo. Alikuwa ni kipofu. Batimayo alikuwa ana tatizo la ukipofu. Huenda wazazi wake walihangaika. Huenda katika maisha yake alikuwa anatafuta njia. Huenda hatujui. Huenda walihangaika kwenda sehemu fulani. Huenda walihangaika kwenda kwa waganga wakaweka imani zao huko. Huenda walihangaika. Walihangaika sana, wakaweka imani zao kwa madaktari. Huenda walihangaika. Kama ilivyo katika kipindi cha leo, kuna watu changamoto zao kubwa kabisa wanabaki kuhangaika. Kuna watu changamoto yao kubwa ni kufanikiwa kimaisha. Ndiyo changamoto yao kubwa, ndiyo hitaji lao kubwa, wanahitaji kufanikiwa kimaisha. Batimayo hitaji lake kubwa ilikuwa ni kuona. Maana alikuwa kipofu. Kwa hiyo kama ilivyo leo, kuna watu wanahitaji kufanikiwa. Huenda wamechoka hali za umaskini, lakini kuna wengine wanazunguka, wanahangaika huku na kule. Huenda umeenda kwa waganga, huenda umehangaika huku na kule ili hitaji lako lipate kujibiwa. Unahitaji kufanikiwa. Huenda umehangaika kwa waganga, umezunguka huku na kule, umeenda huku na kule, umeweka imani yako kwa waganga, umeweka imani yako kwa watu wasiofaa. Imani yako umeiweka wapi? Kuna watu ambao bado wanalala makaburini ili wafanikiwe. Kuna watu ambao wanapitia hali ngumu kwenye maisha. Wana mali lakini hawana amani kabisa kwa sababu ya kufanikiwa. Kwa sababu waliamini sehemu ambayo sio sahihi. Imani zao waliziweka sehemu ambayo sio sahihi. Usiweke imani yako kwa mganga. Mganga hata kusaidia kwa lolote. Imani yako umeiweka wapi? Imani yako umeweka wapi? Hitaji ulilonalo, changamoto ulionayo, imani yako umeiweka wapi? Je, ni sehemu gani ambayo unaamini kabisa changamoto yako ukiipeleka
itafanyiwa utatuzi. Sehemu unayoiamini, hapo ndipo imani yako ulipoiweka. Jiulize, imani yako je, umeweka kwa watu? Imani yako umeweka kwa waganga? Jiulize. Bartimayo alikuwa kipofu. Hitaji lake lilikuwa ni kuona. Huenda alihangaika sana. Lakini aliposikia habari za Yesu, ya kwamba Yesu anaponya, Yesu ameponya wakoma, Yesu amefufua. Aliposikia habari za huyu Yesu, akaweka imani yake kwa Yesu Kristo. Huenda mwanzoni alikuwa ameweka imani yake sehemu isiyofaa na hakupata msaada. Sasa amesikia habari za Yesu anayeponya, akaamua kuweka imani yake kwa Yesu Kristo. Na alivyosikia Yesu anapita, ndipo akaita kwa sauti kuu, Yesu, Yesu, mwana wa Daudi, nirehemu. Katika maisha yako huenda umehangaika sana. Unahitaji kufanikiwa kiuchumi. Umehangaika kwa waganga, umepiga ramli. Leo nataka nikwambie habari njema. Yupo Yesu anayefanikisha. Yupo Yesu anayefanikisha. Aliyemfanikisha Yakobo, aliyemfanikisha Ibrahimu, anaweza kukufanikisha na wewe. Weka imani yako kwake. Weka imani yako kwake. Toa imani yako kwa waganga. Toa imani yako kwa watu. Weka imani yako kwa Yesu Kristo. Katika kazi yako unayoifanya, weka imani yako kwa Yesu Kristo. Choma ilizi zote. Kata kamba ya kwenda kwa waganga. Usirudi tena huko. Weka imani yako kwa Yesu Kristo. Katika duka lako fanya kazi kwa uaminifu. Katika masomo yako weka imani yako kwa Yesu. Ujue kuna wanafunzi wengine ili wafaulu wanaenda kwa waganga. Wanaenda kufanyiwa mazindiko. Nataka nikwambie, weka imani yako kwa Yesu. Usiweke imani yako sehemu ambapo si salama. Kwa shetani sio sehemu ya kuweka imani yako. Maana huko utaangamia. Huko hakuna amani yoyote. Kuna uangamivu wa milele. Weka imani yako kwa Yesu. Yesu anaweza kukufanikisha. Yesu anaweza. Ugonjwa ulionao Yesu anaweza kuponya. Maisha yako ni ushuhuda. Bartimayo aliweka imani yake kwa Yesu. Bartimayo aliweka imani yake kwa Yesu. Ndipo akamwita, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Muite Bwana. Unapoweka imani yako kwa Yesu, muite Bwana, mlingane Bwana, muombe Bwana. Muombe Mungu, atakufanikisha. Muite Bwana, atakufanikisha. Katika biashara yako, ikiwa umeweka imani yako kwa Yesu, muite Bwana. Muite Bwana katika biashara yako. Muite Bwana, atakufanikisha. Bartimayo anamuita Yesu. Japo kuna watu walimkemea Bartimayo. Unapoamua kumchagua Yesu, unapoamua kuacha kila kitu, unapomwendea Yesu, kuna watu watajitokeza kukukatisha tamaa. Ujue kuna watu ambao wamejenga mitazamo ya kwamba kufanikiwa lazima uende kwa waganga. Kufanikiwa lazima ufanyeje? Ikitokea wewe umeamua kusimama kwenye msimamo
ya kwamba Mungu anaweza kunifanikisha. Hahitaji kwenda kwa waganga ili kufanikiwa. Hahitaji kupiga ramli ili kupata mali. Mungu anaweza kunifanikisha. Maana vitu vyote ni mali yake. Unapoamua kusimama hivyo, kuna watu watakucheka. Kuna watu watakupinga. Kuna watu watakukemea. Nataka nikwambie, imani yako umeiweka sehemu sahihi kabisa. Umeiweka sehemu sahihi. Mungu wa mbinguni atakufanikisha. Bartimayo anamuita Yesu, Yesu mwana wa Daudi, unirehemu. Yesu akasimama akasema, mwiteni, mwiteni. Wakamuita. Unapomlingana Bwana, Bwana hawezi kukuacha. Sikio lake si zito, niamini. Sikio lake si zito. Unapomlingana Bwana katika kazi yako, Bwana atakuja katika kazi yako. Bwana atakuja katika maisha yako. Yesu akasimama akasema, mwiteni, mwiteni, mwiteni. Ndipo Yesu akamwambia, unataka nikutendee nini? Yule kipofu akamwambia, mwalimu wangu, nataka nipate kuona. Yesu akamwambia, nenda zako, imani yako imekuponya. Mara akapata kuona, akamfuata njiani. Imani yako imekuponya. Bartimayo aliweka imani yake sehemu sahihi, na imani yake ikazaa matunda. Nataka nikwambie, ukiweka imani yako kwa Yesu, ya kwamba Yesu anafanikisha, imani yako itakuponya. Ujue katika maisha kuna watu wa aina mbili. Kuna watu ambao wao hawataki kufanikiwa, na kuna watu wanataka kufanikiwa. Kwa nini nimesema hivi? Kuna watu ambao wameridhika na maisha walionayo. Wameridhika kabisa. Wameridhika na maisha ya umaskini. Wameyapenda hayo maisha. Hawataki kufanikiwa. Wameridhika kabisa kabisa. Lakini kuna watu ambao wana uchungu kama Bartimayo. Wana uchungu kama Bartimayo. Bartimayo alikuwa na uchungu, alikuwa anataka kuona. Kuna watu wanataka kufanikiwa. Kuna watu wana uchungu sana, wanataka kufanikiwa. Wamechoka na maisha ya umaskini. Wamechoka, wanataka kufanikiwa. Hawa ndio Yesu anaowahitaji. Nataka nikwambie, hayo maisha ya hali ya duni, Mungu hajakupangia uwe hivyo. Lakini Shetani amekusudia mabaya katika maisha yako. Amekusudia magumu katika maisha yako. Lakini Mungu atageuza maisha yako kuwa ushuhuda. Mungu hajakusudia uwe hivyo. Kuna watu wana uchungu kama Bartimayo. Wana uchungu kama Gideon. Wanataka kufanikiwa. Nataka nikwambie, weka imani yako kwa Yesu. Yesu anafanikisha. Kuna watu wameridhika. Wameridhika na maisha walionayo. Ujue kuna kuridhika ya aina mbili. Kuna ile kuridhika na kile ambacho Mungu anakupatia. Yaani unaridhika usiibe. Na ile kuridhika kukubali hali fulani ambayo sio kusudi la Mungu wewe kuishi hivyo. Ndugu yangu, nataka nikwambie, Yesu anafanikisha. Yesu anafanikisha. Aliyemfanikisha Ibrahimu, aliyemfanikisha Yakobo, anaweza kukufanikisha na wewe. Atakufanikisha na wewe. Weka imani yako kwa Yesu. Yule mwanamke ambaye alikuwa akitokwa na damu miaka 12,
Biblia inasema alizunguka kwa waganga, aliweka imani yake kwa waganga, alipoteza hela nyingi kwa waganga, alipoteza mali zake zote kwa waganga, kwa sababu imani yake aliweka kwa waganga, mahali ambapo sio sahihi, wala hakupata msaada. Lakini aliposikia habari za Yesu na akaweka imani yake kwa Yesu, imani yake ilimponya, maana aliweka imani yake sehemu sahihi. Hakuna neno gumu la kumshinda Bwana. Weka imani yako sehemu sahihi. Ewe kijana, kufanikiwa sio mpaka ujiunge Freemason. Kufanikiwa, Mungu anaweza kukufanikisha. Mungu atakufanikisha. Ikiwa hitaji lako kubwa leo ni kufanikiwa, hitaji lako kubwa kabisa ni kufanikiwa, mlingane Bwana, mwambie Bwana. Ikiwa hitaji lako kutoka moyoni ni kufanikiwa, hata Yesu akija kukuambia unataka nikufanyie nini, utamwambia nataka unifanikishe kwenye maisha haya. Sio dhambi, sio dhambi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, yeyote atakayeacha yote na kunifuata atapata mara 100 katika ulimwengu huu na katika ule ujao. Kwa hiyo kufanikiwa ni karama ambayo Bwana anawapa watu wake. Ni mambo mema ambayo Bwana huwapa watu wake. Na mtu asikudanganye, kuwa na mali sio kufanikiwa. Kuna watu wana mali lakini hawajafanikiwa. Kufanikiwa ni kuwa na mali na amani. Kuna watu wana mali lakini hawana amani. Kijana mwenzangu, Yesu anafanikisha. Yesu anaokoa. Yesu anaweza yote. Toa imani yako huko ulikoiweka, ilete kwa Yesu. Fanya kazi kwa bidii, maana mtu anayetaka kufanikiwa atafanya kazi kwa bidii. Asiyependa mafanikio ataichukia kazi. Fanya kazi kwa bidii. Ondoa ilizi zote. Ondoa ilizi zote. Baki na Yesu. Baki na Yesu. Weka imani yako kwa Yesu. Mlingane Bwana katika biashara yako. Asubuhi unapoingia, jioni unapotoka, Yesu anafanikisha. Maisha yako ni ushuhuda kutangazia ulimwengu kwamba Yesu anafanikisha. Kama Bartimayo alivyotangazia ulimwengu kwamba Yesu anaponya. Hata wewe kijana leo unaopitia maisha ya hali ya chini, ni muda wa kutangaza kwamba Yesu anafanikisha bila kwenda kwa waganga. Yesu anafanikisha bila Freemason. Yesu anafanikisha. Yesu anafanikisha. Leo nimegusa habari hii nikitaka vijana mpate kuinuka. Tupate kuinuka vijana. Basi Bwana abariki somo la leo. Ubarikiwe sana uliosikiliza. Mungu azidi kukubariki, akufanikishe. Nimeomba kwa kuamini kupitia jina Yesu Kristo. Amina.